Saidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali. Yalla. Jamii inapata kuzongwa au kuzungukwa au tunasema kupotoshwa kwamba uganga ni ushirikina. Sasa na sisi tuna kipindi kinakwenda kwa anwani kwamba epuka dhana potofu, uganga si ushirikina. Nataka tuanzie hapa ili watu waone saje kuwa uganga si ushirikina, imekuwaje uganga ukawa si ushirikina? Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba watu wengine wakaenda mbali zaidi wakasema uganga ni utapeli, uganga ni wizi, lakini uganga ni uchawi. Uganga ni uchawi. Sasa nataka tuanzie hapa, tukatazame je, uganga huu katika jamii una nafasi gani katika maisha na afya ya huyu mwanadamu ili kumfanya afikie katika yale makubwa ambayo huenda anatamani kuyafikia katika majukumu ya kawaida, katika masuala mazima ya dini yake, lakini pia pamoja na shughuli zake kwa ujumla wake. Tuanzie hapa. Naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Hapa mkononi mwangu nimeshika kitabu hiki. Naam. Hiki kitabu kinaitwa Al-Mawsu'atu Dhahabiyya fi Tibbi al-Badil. Kitabu hiki kimeandikwa na mwanachuoni, huyu ni doktor ambaye anaitwa Hani Muhammad Mar'i. Huyu ni mwamba. Ya Allah. Sasa ni kweli kabisa jamii imegubikwa na majambo. Kwa maana wamekuwa watu wanapandikizwa dhana potofu ya kwamba uganga ni ushirikina. Maneno haya si kweli kabisa. Shirki na uganga ni vitu viwili tofauti kabisa. Tena ni vitu ambavyo havikai mahala pamoja. Yani shirki ni kitu kingine na uganga ni kitu kingine kabisa katika hali za namna hiyo. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baadhi ya masahaba walipomwambia Bwana Mtume ya kwamba sisi tulikuwa tunafanya ruqya. Ar-ruqya maana yake zinguo kabla ya Uislamu katika zama za kijahiliya. Sasa hivi tumekwisha silimu, sisi ni Waislamu. Je, unatuambiaje Bwana Mtume Muhammad Sallallahu alaihi. Tunaweza tukaendelea na zinguo zetu au tuache? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, leteni zinguo zenu. Sawa? Maana yake kwanza ruqya sio kisomo. Kuna baadhi ya watu huwa wanadanganyana ya kwamba ruqya ni nini? Ni kisomo. Ruqya sio kisomo. Kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambia leteni zinguo zenu, maana yake sio leteni visomo vyenu. Maana yake leteni zinguo zenu, kwa maana namna ambazo mlizokuwa mnafanya kuwazingua watu katika maradhi au masihri au mashakili ya aina mbalimbali. Kisha Mtume akasema hakuna ubaya ikiwa katika hizo zinguo ambazo mnazozifanya ndani yake hakuna shirki. Unaona? Kumbe zinguo na shirki ni vitu viwili tofauti. Akasema hakuna tatizo ikiwa katika zinguo mnazozifanya ndani yake hakuna ushirikina. Hamna tabu hiyo, watu wafanye sana katika hali za namna hiyo. Haya ni maelekezo ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akija mtu akasema uganga ndio ushirikina, huyo anakwenda tofauti na alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kihakika kabisa tunapata dhahiri shahiri kabisa ya kwamba uganga si ushirikina katika hali za. Kuna mtu anaweza kuwa mshirikina na asiwe mganga. Tena akawa mshirikina wa hovyo na waajabu mno, lakini si mganga. Ila ni mshirikina hatari sana katika hali za namna hiyo. Kwani hata wale washirikina wakifika baharini wanamuomba Allah, wengine wanaomba miungu yao. Wale nao ni vipi? Walikuwa waganga wale. Kwa hiyo utakuta kuna vitu vya hali ya namna hiyo. Sasa tunakwenda kumtazama bwana mkubwa huyu ambaye anaitwa Hani Muhammad Mar'i. Huyu ni doktor huyu. Mwamba huyu anasema innal alama al-yawma yaishu marhalata audati haqiqiyati lilmualajati bilbadaili at-tibiyya. Bwana mkubwa huyu anasema hakika ya ulimwengu wa sasa au wa leo unarejea katika hatua ambazo bila shaka hatua hizo zina uhakika wa hali ya juu kabisa ya watu kurejea katika tiba
mbadala biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wallati bada'at ta'khudhu da'irata ihtimamin kabiratin jidda baina shu'ubil alami almukhtalifat fi sharqi wal gharbi, ambao bila shaka imeanza kuchukua umuhimu wa hali ya juu sana 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 baina ya pande zote duniani zilizo tofauti tofauti, hasa maeneo ya mashariki na magharibi. Tiba mbadala imechukua umuhimu wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wadhālika liahmiyatiha, na kwa sababu hiyo ni kwa sababu ya umuhimu wake, wa tafarrudiha bimizatin la tajiduha fi baqi furu'i tibbil hadithi wa huwa tibbul kimya, na katika hali ya namna hiyo kipekee kabisa tiba mbadala imechukua mrengo mpya na imebaki tiba mbadala kuwa ni moja katika sehemu bora ambayo bila shaka matawi yake yaliyo bora katika kutibia maradhi hayaendi sambamba, hayafanani na namna ambavyo zilivyo tiba zenye asili ya kemikali katika hali za namna hii. Haya ni majambo yamesemwa na Dr. Muhammad Hani Mar'i, mwamba huyu katika maeneo yake, hatugugo bali hizi ni fakti zilizokwenda shule biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, tunataka tuende tukatazame asbabi za watu kurejea katika tiba mbadala. Tutakwenda kwa haraka haraka tu. Zipo asbabi kadhaa. Mmoja wapo anasema bwana mkubwa huyu, arrujuu ila al-asli al-awwali, ni watu kurejea katika asili yao ya mwanzo. Mwanzoni watu walikuwa wanajitibu kwa tiba mbadala, maana yake wanasema tiba asili, tiba asilia. Sahihi kabisa. Tena minatadawa bil adwiyati al-mufradati at-tabi'iyya, walikuwa wakitibiana au wakijitibia kutokana na madawa ya aina mbalimbali, lakini madawa hayo yasiokuwa na kemikali katika hali za namna hiyo. Haya ni maneno ambayo yanasemwa na bwana mkubwa Dr. Hani Muhammad Mar'i. Qala Ibn al-Qayyim, ananukuu maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, anasema ya kwamba lam yakun min hadihi, haijawahi kuwa katika muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala hadi ashabihi, wala muongozo wa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakukuwa na nini? Istimalu hadhihi al-adwiyati al-murakkaba, hakukuwa na matumizi ya hizi dawa ambazo ndani yake zina kemikali. Wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hapakuwa na dawa za kemikali. Maana yake mtu akitumia dawa za kemikali, huyu hajatumia utaratibu wa mtume wala hajatumia utaratibu wa sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi. Inatakiwa ili wewe uwe unaishi vile alivyoishi bwana mtume na masahaba wake, ukiumwa nenda katika tiba mbadala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Uganga sio ushirikina biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumeona sasa kuna umuhimu sana wa kutoa ilmu al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ili watu waondokewe na zile fikra ambazo walipandikizwa kwa muda mrefu. Akisema mganga wewe, basi anahisi tu, si kwa maana kukwambia mshirikina wewe. Si kweli. Ukinapomwambia mtu mganga, maana yake unamwambia ni mtu aliye katika taratibu alizokuwa nazo mtume na taratibu alizokuwa nazo sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wasallam. Lakini sababu ya pili ya kurejea katika tiba mbadala, tajannubul atharil janibiyya, ni watu kujiepusha sana na side effect ambazo zinaweza kutokea kutokana na madawa yaliyoandamana au yaliyojazana kemikali katika hali ya namna hiyo. Tena wal adrar nashiati an istikhdami al adwiyati wal ilajat al murakkaba, ambayo madhara yanaweza kujitokeza kutokana na matumizi ya madawa au matibabu ambayo ndani yake yana matumizi ya kemikali. Liannaha tahtawi ala kimiyawiyat, kwa sababu madawa mengi yanayotumika hivi sasa ndani yake yana makemikali hatari katika afya na maisha ya binadamu.
ويكون لها تأثير ضار على أجهزة الجسم المختلفة. Na itakuwa ndani ya madawa ambayo ndani yake yana kemikali yana hatari sana sana na kuleta madhara katika afya na maisha ya binadamu. Miongoni mwa hatari zake, yuathiru ala alkuliyatain, inaweza kuleta athari katika figo za huyu mwanadamu. Ndio maana utaona hivi sasa watu wengi sana wanasumbuliwa sana na maradhi ya figo. Sababu ni matumizi ya madawa ambayo ndani yake yana kemikali. Hatari sana katika hali za namna hiyo, tena taathiran kabira, athari iliyo kubwa kabisa. Hata raaina baadhi an-nas yusabu bil fashli al-kulyawi, mpaka imefikia zama za sasa watu tunaona sana kuna watu wanakuwa na matatizo ya kufeli kwa figo. Sababu kuu ni matumizi ya madawa ambayo ndani yake yana kemikali. Kwa kuyabaini haya, ndio maana watu wamerudi katika madawa ya asli ambayo hayana kemikali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika katika hali ya namna hiyo, baada tanawulihi li jur'atin kabiratin min hadha ad-dawa'i al-musabbib li hadha al-athar, baada ya kutumeona watu wanapata athari za kufeli kwa figo zao baada ya kutumia kiwango kikubwa cha madawa yenye asili ya kemikali. Wa baadhiha yuathiru ala al-qalbi, na baadhi ya hayo madawa yenye kemikali yanaleta athari katika moyo. Wa baadhiha ala al-kabidi, na baadhi yake yanaleta athari na mashakili katika ini la huyu mwanadamu. Kwa hiyo leo maradhi ya figo yamekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Maradhi ya moyo, si moyo umetanuka, as-sammamatul qalbiyya, valvu za moyo hazipeleki damu vizuri, moyo unakuwa na shida, moyo una infection. Asili ya majambo mengi sana tumekuwa tunayaona yanatokana na nini? Hasa yanakuwa yanatokana na matumizi ya madawa ya kemikali katika hali za namna hiyo. Lakini tumeona kuna watu wana maradhi ya ini, al-kabidul wabai, sawa, yani kwa maana cirrhosis ya maini, ini linasinyaa na mfano wa hayo, ini linajaa maji na mfano wa hayo. Haya yote tumeyaona katika zama za sasa yamekuwa mengi sana. Haya yote yanatokana na matumizi ya madawa yenye asili ya kemikali kwa wingi katika hali za namna hiyo. Kwa mazingira haya sasa ndio bwana mkubwa Hani Mar'i anasema tunarudi kule katika asili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika akasema miongoni mwa sababu za kurejea at-taqlilu min takallufati al-adwiyati al-murtafi'a wallati tazdadu yawman ba'da yawmin, ni kupambana au kupunguza na uzalishaji uliokuwa mkubwa wa madawa ya kemikali, uzalishaji ambao unaonekana kuzidi siku baada ya siku katika hali za namna hiyo. Wayuani kathiru minan nasi bisababiha, na wanapatwa na matatizo mbalimbali watu wengi, hata anna ba'dahum, mpaka yanafikia baadhi yao kad yatruku tadawa liqillati dhati liyadi, wa hawawezi pia kutumia hayo madawa ambayo wanayoweza kuyatumia kutokana na uchache wa mikono yao. Maana yake kutokana na kipato chao kuwa kidogo katika hali za namna hiyo. Lakini sababu nyingine, antaftaha biwabu jadidatin, ni pale ambapo anapokusudiwa kufungua milango mipya, yu'malu biha al-kathiru min abna'i al-muslimin, ambayo wanaweza kuitumia milango hii ya tiba mbadala wengi sana katika vijana wa Kiislamu wanaowasoma vizuri madoktor na wakajua vizuri zile taratibu za namna ya kufanya matibabu. Maana yake hii pia ni ajira kwa abinail muslimin, kwa vijana wengi wa Kiislamu, kwa sababu katika Uislamu ndio kuna ufasaha wa kuyaendea majambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya majambo yamesemwa na bwana mkubwa Muhammad Hani Mar'i katika kitabu chake Al-Mawsu'atu Adh-Dhahabiyya fi Tibbil Badili katika hali za namna hiyo. Maana yake ni ishara ya wazi ya kwamba uganga sio ushirikina. Epuka sana dhana potofu, uganga sio ushirikina katika hali za namna hiyo. Bidhalika albatala wa yarqa almuslimuna, na watapanda daraja waislamu, wayaslu ila ma wasala ilayhi ajdaduhum, na watafikia katika renki ambazo walizozifikia renki hizo babu zao, minas sahaba, miongoni mwa masahaba wa man ba'dahum, na waliokuja baada ya masahaba. Walikuwa watu wanajua tiba kisawasawa,
walikuwa watu wanaujua uganga kisawasawa. Kwa hiyo watu wakipita katika zile njia zilizo sawasawa, na wao watafikia katika renki au daraja walizokuwa nazo babu zao ambao ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, na wale ambao waliofuatia baada ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo akitokea mtu anakuambia mganga we, akihisi kwamba anakuambia mshirikina we, huyo anajidanganya. Maana yake anakuambia wewe ndiyo mtu ambaye uliokaa katika utaratibu sahihi ambao pia sahaba wamepita katika utaratibu huo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uganga ni tofauti na ushirikina. Ushirikina ni kitu kingine na uganga ni kitu kingine kabisa, tena havikai mahala pamoja katika hali za namna hiyo. Na hapo Sheikh, kabla hujaendelea, lazima tuwaelewe kwamba tunasema uganga na ushirikina ni vitu ambavyo havikai pamoja, kwa sababu huyu mshirikina, huyu mganga anafanya jitihada za kuondoa ule uchawi katika ule mdhuru mtu kutokana na huyu mshirikina. Alafu leo utakufanya tena kitu ambacho kinachoondoa ule ushirikina ambao ni hatari, uchawi umemzonga mtu, unafanya ule tena kwenda ushirikina tena. Inawezekana vipi? Hii sasa ndio fikra za watu walivyopandikizwa. Na hata ukimuuliza mtu naomba taarifu ya shirki katika hiki unachokiingiza kwamba huu ni ushirikina, leta taarifu ya shirki katika hiki, utaona ubabaishaji unavyotokea katika mazingira kama haya. Allah, ni hatari sana. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, sasa kwa haraka mimi nataka twende tukatazame hapa abwabu tibbi al-badili kathiratun wa mutaaddidatun minha, milango ya tiba mbadala ni mingi sana. Ukisikia mingi sana maana yake haina idadi. Tena wa mutaaddidatun, na ipo katika namna tofauti. Minha, miongoni mwake ni hii ifuatayo. Hii ni miongoni mwa hiyo mingi iliyo katika hali za aina tofauti. Maana yake mwandishi Dr. Hani Mar'i, maana yake yeye alichokifanya kaandika kwa uchache, ili kama watu wanaweza kuzidi zaidi hapo wazame. Sahihi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Akasema mlango wa kwanza, at-tadawa bil Qur'ani was sunna, ni watu kujitibia kwa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika min khilali ruqya, na kufanya hivyo ni kupitia nini? Zinguo. Zinguo ni maelekezo ambayo bila shaka katika Qur'ani yamo. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataka watu wafanye nini? Wajitibie biidhnillah, wajizingue. Tena wal adiyati sahiha, na dawa yani na dua za aina mbalimbali zilizo sahihi, zilizoelekezwa kwa mujibu wa Qur'ani na zilizoelekezwa kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa tunapata vitu viwili, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Kitu cha kwanza tunapata ya kwamba kuna ar-ruqya ambayo ni zinguo. Alafu kitu cha pili tunapata al-ad'iyatu sahihatu al-waridatu fil kitabi was sunna. Tunapata pia na dua ambazo bila shaka dua hizo zimepokelewa kutoka ndani ya Qur'ani na kadhalika zilizopokelewa kutoka katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumbe dua zilizo ndani ya Qur'ani na sunna na zinguo ni vitu viwili tofauti katika hali za namna hiyo. Zinguo ni nini na dua zilizo ndani ya Qur'ani na zilizo ndani ya sunna ni vitu gani? Ndio twende katika darasa letu hili. Bila shaka majambo yatakwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Hii ni sehemu ya kwanza, tunataja kwanza vile vipengele alafu baadaye tutaanza kuchambua kimoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini mlango wa pili wa matibabu haya, atadawa bitibbi nabawi, kuna kujitibu kwa tiba za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika min khilali tatabu'i ma warada fi sunna, na hayo yanapatikana wapi? Ni pale ambapo utapokwenda sambamba ukifuatilia yale yaliyopatikana katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Minal umuri, miongoni mwa mambo. Naelewa vizuri hapo? Yani unikufuatisha ile sunna kutokana na mambo yaliyo katika sunna yenyewe, allati yustashfa biha, ambayo hutumia majambo hayo, ambayo hupatiwa ponyo kupitia katika majambo hayo. Maana yake asbabi za kuondosha maradhi, Mtume anataka watu wazitumie na wazijue kwa ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika, miongoni mwa hayo
miongoni. Ukisikia miongoni maana yake tunataja vichache, lakini chini yake kuna vingi katika hali za namna hiyo. Akasema miongoni mwake nini? Atadawa bil hijama, ni watu kujitibu kwa kutumia hijama, kwa maana chuku ile au kilumiko katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika miongoni mwake atadawa bilma'in mumghanita, lakini kadhalika ni kujitibia kwa kutumia maji yanaitwa almumghanita. Ma'ul mumghanita al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan ni yale maji ambayo unachukua sumaku, alafu ile sumaku unaiweka ndani ya maji, unaiacha kwa masaa kadhaa, alafu unaitoa ile sumaku, yale maji yanakuwa yameshachukua baadhi ya maadini na baadhi ya almaghnatisiya. Kisha baada ya hapo yale maji sasa yanatumika kwa ajili ya matibabu katika hali za aina kadhaa. Au yale maji unayaweka katika chombo, alafu pembeni ya chombo kile kunakuwa na sumaku hizo. Kwa hiyo kunachofanya kunakuwa na mahusiano baina ya yale maji na zile sumaku. Hii ndio inaitwa almaul mumghanita katika hali za namna hiyo. Yote haya ni katika taratibu za matibabu ambazo zilizoelekezwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa leo akija mtu ambaye herufi moja katika tiba hajui, akaona mtu ameweka sumaku katika maji, atataka kuuliza, hii nayo ina kazi gani? Shirikina huo. Hajui kitu. Muulize sasa, tunataka taarifu ya shirki ili sumaku iliyo katika maji iwe ni ushirikina, au sumaku ambayo imewekwa pembeni ya yale maji iwe ni ushirikina. Hana taarifu, bali ana porojo na maneno ya uongo katika hali za namna hiyo. Zindukeni jamani, uganga sio ushirikina kabisa. Yani ni vitu mbali kabisa katika hali za namna hiyo. Almau almumghanita katika hali za namna hiyo. Lakini lakini kadhalika miongoni mwa vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia kwa ajili ya kujitibia katika hali za namna at-tadawa bil aghdhiyati min al-at'imati wal ashriba, alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akijitibia bil aghdhiya, kwa vyakula vyenye asili ya lishe, lakini min al-at'ima, miongoni mwa vyakula vya aina mbalimbali, wal ashriba, na vinywaji vya aina mbalimbali. Mtume alikuwa anajitibia katika hali za namna hiyo. Kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha kitu kinachoitwa at-talbina. Akasema at-talbina mujammatu li fuadi al-marid wa tudhhib bi ba'd al-huzni, au kama qala. Na akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hii talbina ina uwezo mzuri kabisa wa kutengeneza moyo wa mwanadamu. Lakini talbina pia ina uwezo wa kuondosha msongo wa mawazo biidhnillah. Na ikawa talbina inatengenezwa katika sehemu za misiba, lakini kwa sasa watu wafanye hivyo. Sasa talbina ni nini? Ni mjumuiko baina, ni hasaun yumal min mil'aqatayn min daqiqi sha'ir wa nakhalatihi. Yani maana yake ni unga, kwa maana unaotengenezwa kutokana na unga wa ngano, tena ngano ambayo ilikuwa safi kabisa, ngano halisi, vijiko viwili. Kisha ukachukua ule unga vijiko viwili ukaweka ndani kubu min labani, glasi ya maziwa ukaweka ndani yake, wa mil'aqatu asali nahli, pamoja na kijiko kimoja cha asali ya nyuki, pamoja na glasi ya maji. Manake vitu vinne. Vijiko viwili vya unga wa ngano halisi, glasi moja ya maji, moja ya maziwa, na kijiko kimoja cha asali ya nyuki. Hii inawekwa pamoja, inakorogwa kwa pamoja, alafu inawekwa ala narin hadiatin, katika moto hafifu kabisa. Inachemka pale katika nyuzi joto za uchemkaji. Kisha baada ya hapo unaipua, unatumia kwa kunywa. Hii ina uwezo wa kwenda kuondosha nini? Huzni. Kwa nini inaondosha huzni? Kwa sababu ndani yake kuna vitamin C. Lakini kwa nini inaondosha huzni? Kwa sababu hii inakwenda kutengeneza taaziz. Nyuma ya macho ya mwanadamu kuna ghudda, kuna tezi inaitwa al-ghuddatu sunburia. Ghuddatu sunburia ni tezi ambayo huwa inatoa aina ya hormone inaitwa ad-dopamine. Dopamine inapotolewa hii katika sehemu hii ya ubongo wa huyu mwanadamu, huwa ina tabia ya kutengeneza utulivu wa mwili, lakini inapangilia pia na mfumo wa kulala
na kuamka. Kwa hiyo hata wale watu wenye maradhi ya stroke au kuparalyze, lau watatumia talbina itawafaa sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-ashriba, vinywaji hivyo anavyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anakuja mtu herufi moja katika fani ya tiba hajui, alafu anakuambia huo ni ushirikina. Hivi na wewe unabeba kwamba fikra hizo za kudanganywa kwamba ni ushirikina, mganga ni mshirikina, uganga ni ushirikina. Wewe nani kakwambia maneno haya? Sikiliza maneno haya, yani utajikuta unakwenda kumtukana Bwana Mtume bila mwenye kujua kama unamtukana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi. Wallahi hii ni hatari sana. Lakini kadhalika miongoni mwa vitu alivyovitumia Bwana Mtume katika kujitibu, atadawa bil ibrati sinia, ni kujitibu kutokana na ibratu sinia. Ibratu sinia ni zile yani mifumo ya drip na mfano wa hayo katika mazingira kama, na hii tutakuja kuichambua kwa ufasaha. Imegawanyika katika aina karibu 9 al ibratu sinia, katika hali za aina moja ama nyingine. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo alivyokuwa akitumia Bwana Mtume katika kujitibia, atadawa bil ibadat, kwa maana alikuwa akijitibia kwa kufanya ibada. Tutakuja kuona pia sala tunazosali zinatutibu nini na zinatibu katika mfumo wa hali ya namna gani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alafu mtu anakuja kusema uganga ni ushirikina, si hatari hiyo? Hatari kubwa. Lakini kadhalika taharatu, vile vile Mtume alikuwa anatumia tahara kama vile ni moja katika matibabu, kwa maana kujisafisha mwili. Sawa, kalwadhui, kama vile kuchukua udhu, wal ghusli, na kuoga, wa ghairiha na ghairihima, na vinginevyo mfano wa hayo, kujisafisha katika hali ambayo ilikuwa sawa sawa. As-salatu, sala nayo, as-siyamu, funga nayo ni alikuwa anaitumia kama matibabu. Az-zakatu wa sadaqa, zaka na sadaqa Mtume alikuwa anavitumia kama matibabu. At-tadawa bin naumi, wakati mwingine Bwana Mtume Muhammad alikuwa anajitibia kwa usingizi. Mmoja katika madaktari wakubwa anaitwa Dr. Muhsin Aqil. Huyo bwana anasema, ilam ya akhi anna al-hirmana min an-nawm yaqtul akthara min al-ju'i. Anasema lile tukio la mtu kukosa usingizi ni hatari sana. Yani kukosa usingizi kunaua haraka sana kuliko vile ambavyo mtu anaweza kufa kwa sababu ya njaa katika hali za namna hiyo. Naona majambo haya. Naona majambo. Lakini kadhalika atadawa bil utur. Mtume alikuwa anajitibia kwa manukato, kwa maana mafuta mazuri. Leo akipatikana mtu akawa anajitibia bil utur, kwa mafuta mazuri, anapatikana mtu anawapandikiza watu uongo kwamba pale anatumia majini ule, anatumia mashetani ule ni ushirikina ule. Mambo ya uongo kabisa katika hali za namna hiyo. Sasa anakuja mtu anakuambia ushirikina huo. Wewe unamtukana Bwana Mtume bila kujitambua. Alafu unasema mimi ndio naishi vile alivyoishi Bwana Mtume Muhammad. Zangu amkeni kabisa. Hawa watu ni tenda maalum, wametumwa kwa kazi maalum kwa ajili ya kuja kuharibu watu waliokuwa katika misingi na msimamo uliokuwa sawa sawa. Na wameona lugha nyepesi au ya haraka zaidi kukutisha wewe ni kutamka maneno ya ushirikina, shirki. Ukimuuliza sasa, imekuwaje hii inaingizwa katika mizani ya shirki? Angalia huo uongo na ujanja unaoelezwa hapo, ambao hataueleweki katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika tadawa bil alwan, kuna kujitibu kwa njia ya rangi. Rangi nazo ni tiba tosha kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapa mtu katika wale watu ambao hawana maarifa, hawana ilmu, akisikia masala ya rangi anachanganyikiwa. Shirikina huo. Toka lini rangi ikawa ushirikina? Wallahi ni hatari sana. Hizi yani dhana potofu hizi za kuwadhania watu katika masala ya ushirikina wasokuwa nao. Hii ni hatari sana kabisa katika hali za namna hii. Lakini hatushangai, ndio tenda la Mayahudi kwa ajili ya kuja kuharibu Uislamu. Wamepewa watu wakajivika picha ya Uislamu, lengo lao ni hilo, kuhakikisha wanaharibu kila palipokuwa sawa sawa katika hali za namna moja ama nyingine. Ni hatari sana enyi ndugu zangu katika majambo kama haya. Kwa hiyo atadawa bil alwan, kuna kujitibu kwa rangi. Yani hata ukitazama pale hospitalini Al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwan, kama kuna kuwa na mgonjwa ambaye yupo serious, madaktari wanamfanyia ile tiba ya dharura. Wanachokifanya huwa wanazungushia pale sawa, uzio ambao ule uzio unakuwa na vitambaa vya rangi ya kijani au rangi ya blue. Wewe unafikiri ni bahati mbaya? Kwa maana umeweka ile rangi ya kijani pale ni bahati mbaya? Hapana.
wameweka pale ile rangi ya kijani, kwa sababu rangi ya kijani namna ilivyo ina sensi na dimagha, yani na ubongo wa huyu mwanadamu, alafu ina tabia ya kutengeneza taqwiyatu almanaa, ina tabia ya kutengeneza kuzifanya chembe chembe kinga kuwa na nguvu angalau ya kupambana na maradhi katika hali za namna hii. Ndio maana hautakuta pale kimewekwa yani uzio wenye kitambaa chekundu. Na ukiwekwa uzio wenye kitambaa chekundu, basi subirini matokeo sio mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ile rangi nyekundu inaposensi katika dimaghi, katika ubongo wa huyu mwanadamu, hii inapambana na zile almanaa, zile chembe chembe kinga zenyewe zinakuwa zinapigwa vita na zina uwezo mzuri wa kuweza kushambuliwa kwa haraka na kumalizwa katika hali za namna hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama kana yatadawa bil alwani. Mtume alikuwa anajitibu kwa kutumia rangi za aina mbalimbali biidhnillah. Sasa alikuwa anajitibiaje, kwa utaratibu gani? Ndo twende sambamba, alafu muone wale wahuni ambao kazi yao ni kusema ya kwamba uganga ni ushirikina. Utaona wazi kabisa hao wanamtukana mpaka Mtume, wanamuingiza katika shirki. Mpaka Mtume Muhammad wanamuingiza katika shirki bila wao wenyewe kujua au kwa makusudi, katika hali za namna hiyo, kwa sababu ya chuki tu, kuwachukia watu wanaofanya masala ya tiba. Basi tu mtu anaamua kutengeneza chuki, na katika chuki hizo mpaka anajikuta anamuingiza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni hatari sana ndugu zangu katika hali za namna hii. Lakini kadhalika alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atadawa bidhawi wa shams. Kuna matibabu ya kujitibia kwa ajili ya mwangaza wa jua na jua lenyewe katika hali za namna hii. Ni vipi mtu anaweza kujitibia kwa mwangaza wa jua? Na vipi mtu anaweza kujitibia kwa jua lenyewe? Unajua al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, jua linapokuwa linataka kutengeneza mwangaza, wakati inapokuwa inaungua aina ya gesi inaitwa hydrogena na gesi ambayo inaitwa helium, gesi ya helium, kinachofanyika hapa huwa panatokea indimajun nawawi, milipuko ya nyuklia. Ile milipuko ya nyuklia inatengeneza mionzi ya aina ya gamma na mionzi ya aina ya cosmic. Sasa inatembea kwa kasi sana kuja kuitafuta dunia. Takriban kwa sekunde moja inatembea kilomita 300 na kidogo. Kwa hiyo inapofika katika tabaka linaloitwa al-orzona, tabaka la ozone, tabaka lile linaichuja ile mionzi na kuibadili kutoka kwa mionzi mikali yenye vimelea vya kansa na inakuja mionzi baridi yenye asili ya kuwa na vitamins, ambazo vitamins hizo zinaweza kuwa na manufaa katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanatoka Ulaya wanakuja Afrika, wanakuja Zanzibar, wanakwenda Arusha katika baadhi ya nyakati kwa lengo la kupata nini? Ile al-ashi'atu shams, ili ngozi zao zisiharibike. Katika nyinyi mnajua wanakuja kutalii, tukumbe wenzenu wanajua maarifa yao ni nini. Kwa hiyo wanakuja kufanya nini? Kujitibu bila nyinyi kujua kama hao miamba wanakuja kujitibu katika hali za namna hii. Nyinyi mnasema wanakuja kuona swala, kwani swala wamjui? Wanakuja kuona tembo. Fanya mchezo nini? Kuna watu wamemsoma vizuri bwana Mtume hata kama wao si watu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdul Hamid Kishki ukisoma katika kitabu chake Rihabu Tafsiri, mimi nacho hapa, anasema huyu mwamba ya kwamba siku moja, anasema niliwahi kutembelea katika nchi za Ulaya na Amerika, fawajadtu al-islam falam ajid al-muslimin, nikakuta kuna Uislamu lakini Waislamu hakuna. Kisha baada ya hapo anasema nikarejea katika ardhi ya Arabuni pamoja na Afrika, fawajadtu almuslimina falam ajid alislama, nikakuta Waislamu wengi sana lakini Uislamu wenyewe haupo. Sasa wanafunzi wake wakamwambia, hatujakuelewa mwalimu, hapa unakusudia nini? Umekwenda Ulaya na Amerika, umekuta Uislamu upo lakini Waislamu hawapo. Umekuja Arabuni na Afrika, umekuta Waislamu wapo lakini Uislamu wenyewe haupo. Hatujaelewa hapa unakusudia nini katika haya. Akasema naam, nilipofika Ulaya na Amerika nimewakuta watu mengi katika wanayoyafanya ni yale yaliyoelekezwa na Uislamu, hali ya kuwa wao si Waislamu katika hali za namna hiyo. Lakini nimekuja Arabuni pamoja na Afrika, nimewakuta wengi ni Waislamu lakini mengi katika yale wanayoyafanya sio yale yaliyoelekezwa katika Uislamu. Ndio maana nimekuta ukule katika Amerika na
Ulaya nimekuta Uislamu lakini Waislamu hakuna. Ila nimekuja Afrika pamoja na Arabuni nimekuta Waislamu wengi na Uislamu wenyewe haupo katika hali za namna hii. Wanafunzi wakasema tumeelewa mambo mazito haya yanahitaji muda wa kutosha. Sasa leo tunamuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anajitibia bidhawi wa shamsi, kwa mwangaza pamoja na nini na jua katika hali za namna hii. Sasa wewe hata hujui ni wakati gani ujitibu kwa mwangaza na wala hujui ni wakati gani ujitibu kwa jua. Na ukisema jua limenisaidia, mtu anakuambia shirki. Ana kazi yani anamshirikisha mpaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, uganga sio ushirikina. Ushirikina ni kitu kingine na uganga ni kitu kingine katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika tadawa bil a'shab, wakati fulani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitibia kwa kutumia majani ya mimea ya aina mbalimbali, wanabatati tibia, na mimea iliyothibitishwa ya kwamba ndani yake ina uwezo wa kutibia baadhi ya maradhi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tadawa bil miyah, kuna kujitibu kwa kutumia maji. Na hapa kwenye maji al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani kuna mapana kidogo. Maji yakizungumzwa, maji tunazungumza tabaka zake. Kuna maul bi'ri, maji ya kisima yana kazi zake katika masuala ya tiba, hayafanani na alivyo maji ya bahari. Lakini kadhalika maun nahar, maji ya mto yana taratibu zake katika kutibia maradhi, hayafanani na alivyo maji ya kisima. Ileweke vizuri. Na kuna maun narajil, kuna maji ya nazi au ma'u bahri bahrul hindi, yani kuna maji ya dafu. Pia haya maji ya dafu hayafanani na alivyo maji ya nazi. Elewa vizuri katika masala ya tiba. Lakini kuna ma'u zamzama, maji ya zamzam hayafanani na namna alivyo ma'ul matar, maji ya mvua. Yani kila aina. Kuna ma'u bahril mayit, yani kuna maji ambayo yanatoka katika bahrul mayit. Sawa. Yanapatikana al-Urdun, katika mpaka wa Urdun, Jordani pamoja na Lebanon, Palestina, Palestina hapa. Sawa. Kwa hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hizi ni aina za nini za maji, na kila tabaka moja ya maji ina kazi zake na utaratibu wake. Haya yote tunatakiwa kuyajua na kuyafanyia kazi. Anapatikana mtu anasema huo ni ushirikina, mshirikina yeye na genge lake katika mazingira kama haya. Lakini kadhalika tadawa bil masaj, kuna kujitibu kwa kufanya massage, kuchua, yani kuchua. Kuna maradhi ambayo matibabu yake mtu achue. Lakini kadhalika wal hamam, na kuoga au kuogelea. Yani ilikuwa inatakiwa kabisa kwa wale watu wanaofanya tiba wawe na swimming pool maalum kabisa yenye maji ya matibabu. Ambapo kuna mtu akija na maradhi hayo ana uwezo wa kuingia tu akaogelea mule, akitoka yuko safi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi zote ni katika matibabu. Lakini at-tadawa birriyadha, lakini kadhalika kuna matibabu kwa kufuata mazoezi. Lakini hapa pana taaluma vile vile. Ni maradhi gani na yanahitaji mazoezi ya aina gani? Sio ukurupuke tu. Kwa maana una maradhi ya figo, unakwenda gym, utafirilia mbali mara moja na habari yako itaishia hapo hapo. Lazima uwapate watu wenye maarifa mazuri kabisa, wakwambie kwa maradhi haya yanahitaji mazoezi. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kuwa anaumwa nyonga. Sio kila aina ya nyonga basi mazoezi yake yanakuwa aina moja. Kuna tofauti. Sasa haya, hizi ni taaluma ambazo inshallah katika kipindi chetu hiki tutakwenda kuyaweka wazi, na yote haya yameelekezwa kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya akasema bwana mkubwa Hani Mar'i, leo ndo tunamalizia hapa. Akasema wa ghairu dhalika min al-umuri at-tabi'iyya, na tofauti na hizi tiba zilizotajwa hapa katika mambo ya tabi'iyya, kwa maana katika mambo ya kiasili ni mengi mno. Haya ni machache tu katika yale ambayo ameyaorodhesha bwana mkubwa Hani Mar'i, wal mufradat wal basita. Lakini kadhalika kuna mufrad na basita katika hali za namna hiyo. Sikiza sasa maneno yake ya mwisho, anasema waqad istafadtu kathiran min muallifati Sheikh Majda Fathi as-Sayyidi.
Anasema hakika nimepata faida nyingi sana katika tunzi ya vitabu vilivyoandikwa na bwana mkubwa Sheikh Majda Ash-Shahawa. Moja katika utunzi wake bwana Sheikh Al-Majda Ash-Shahawa ni kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa At-Tibbul Badil wa Mu'jizatul Istishfa. Hichi kimeandikwa na doktor ambapo si mwingine huyu ni Majda Muhammad Ash-Shahawa, lakini kilipitiwa na doktor ambaye anaitwa Mahmud Hassan Ad-Dimairi. Huyu yeye ni nani? Khabirul a'shab at-tibbil badil. Huyu ni mwamba mtaalamu katika maabara inayotafiti na kuchunguza majani na mimea ambayo bila shaka imejaa ndani yake matibabu katika maradhi ya aina mbalimbali katika hali za namna hii. Mwamba huyu Majda Muhammad Ash-Shahawa ambaye bwana mkubwa huyu hani mar'i, yeye anasema amepata faida sana katika tunzi mbalimbali zilizotungwa na mwamba huyu hafidhahullah, Allah amuhifadhi. Fanas'alullah at-tawfiqa was-sadada fi hadha al-bab wa ghayrihi. Anasema tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tawfiki na tujalie wema na uzuri kabisa katika mlango huu na milango mingine, kwa maana mlango wa matibabu na mlango wa ilmu zingine. Na hapa pia al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, napenda nikufahamishe kitu kimoja. Kuna watu akili zao zinawatuma wewe ukiwa unajua tiba, maana yake huwezi kujua fani nyingine yoyote. Hii ni akili ndogo kabisa na ni ufinyu wa maarifa. Tunamuona Ibnul Qayyim al-Jawziyya, yeye fundi la uganga, lakini mbona alikuwa anajua sheria, anajua fiqh, anajua lugha, anajua katika hali za namna hiyo. Lakini Yusuf Diwani kwa kuwa anajua uganga, basi hajui chochote hajui. Ni uganga, hajui chochote. Hii kweli inaingia akilini? Hii ni hatari sana. Kwa hiyo bwana anasema katika mlango huu wa yaj'ala ilmana, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ilmu yetu khalisan liwajhihi alkarim, iwe ni maalum, iwe na ikhlasi kwa ajili ya kuzitaraji radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yanfa bihi fi dunya wal akhirah, na atoe manfaa kwa ilmu hii kwa wote ambao watakaotufuatilia. Allah atupe manfaa sisi pamoja nao, na kadhalika katika maisha haya ya dunia waishi vizuri, na akhira tukale bata na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi. Anasema innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala waliyun dhalik, yeye ndio mwenye kuweza kuyatawalia yote hayo, wal qadiru alayhi, na ndio mwenye kuweza au mwenye uwezo wa kuyatawalia hayo kwa hurma na utukufu wake ya Allah ya rabba alalamin. Leo al-akh Sheikh Hussein bin Diwan tutakomea hapa. Baada ya kuwa tumetaja sasa hizi aina, darasa litakalokuja tutaanza at-tadawa bil Qur'an al-Karimi wa sunnati nabawiyati sharifa, kwa maana namna ya kujitibia kutokana na maneno matukufu ya Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad. Tutaanza hapo sasa. Lengo la msingi ni kutoa ilmu. Sasa tupo kazini, tunataka kutoa ilmu rasmi, watu waujue uganga ni nini, watu wafanye sana uganga, na ukiwa unaumwa au una maradhi usisite kwenda kwa mganga akutibie biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani usiwe ni mtu ambao unadanganywa na maneno ya porojo za watu ambao herufi moja katika ilmu ya tiba hawajui. Eti wanakudanganya wewe na kukupandikiza fikra ya kwamba uganga ni ushirikina, na wewe unabeba fikra hizo ambazo walizopewa tenda na Mayahudi kwa ajili ya kuwaziwia watu katika yale yaliyofanywa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beba utaratibu wa namna hiyo. Amka, zinduka, haya masala yapo kisharia, na bila shaka anayefanya tiba yupo katika utaratibu wa mtume na utaratibu wa masahaba, na bila shaka na wewe kama unataka usahihi wa mambo, nenda kwa wanaofanya tiba, nenda kwa waganga. Waganga hawana tatizo la aina yoyote, labda ikiwa ndani yake atakuwa mganga anafanya mambo ya ushirikina. Hiyo ni yeye sasa, sio uganga wenyewe. Uganga na ushirikina ni vitu viwili tofauti. Kama mtu akiwa mshirikina ni yeye ndo mshirikina, sio uganga.
Uganga ni kitu kingine na mganga ni mtu mwingine. Kama jinsi ambavyo ilivyo Uislamu ni kitu kingine na Muislamu ni mtu mwingine. Mauzauza akiyafanya Muislamu, sio kwamba Uislamu ndio umemtuma yeye afanya hayo mauzauza katika hali za namna hiyo. Ni yeye na nafsi yake. Uislamu utabaki salama, ila yeye akifanya mauzauza yake, yeye ndo dhima yake itakuwa katika hali za namna hiyo. Basi insha Allah biidhnillah, leo tutaishia hapa, na sisi tutakwenda kwa fakti ya vitabu. Hatutafanya mambo ya Google katika hali za aina moja ama nyingine insha Allah.